Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Maeneo hayo ambayo yamekaa vibaya kijiografia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kadri bajeti itakavyoruhusu, tutaangalia namna gani ya kuweza kuyabadilisha majengo ambayo Mheshimiwa Mbunge ameyataja, kuona kwamba tutaweza kuweka tawi la VETA katika jimbo la Bumbuli. Nilikuona Mheshimiwa Mama Salma Kikwete. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwanza niwape pole wana Mchinga kwa kadhia iliyotokea jana. Kwenye shule ya Mkwajuni madarasa mawili yamezuliwa na upepo na wanafunzi sasa hivi hawapo madarasani. Nyumba mbili za walimu zimeharibika. Halikadhalika na ofisi ya mkuu wa shule imezuliwa. Nini kauli ya serikali? Nini mkakati wa haraka kuhakikisha kwamba wanafunzi wanarejea shuleni? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi hii, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, nichukue fursa hii kumjibu mbunge wa Mchinga mama yangu Salma Kikwete kama ifuatavyo. Kwanza niungane naye kuwapatia pole waathirika wa maafa haya yametokea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni jambo la dharura, Wizara ya Elimu itakaa pamoja na Wizara ya TAMISEMI kuona kwamba ni namna gani tutaweza kurudisha hali ya majengo hayo. Nilikuona Mheshimiwa Subira Mgalu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa. Kwa kuwa halmashauri ya mji wa Bagamoyo imetenga eneo na ikaikabidhi VETA eneo la Fukayosi kijiji cha Mwavi kwa ajili ya ujenzi wa VETA, na kwa kuwa jambo hili lipo kwenye ilani, je, serikali ipo tayari kutenga fedha mwaka wa fedha huu 26-27 ili vijana wa Bagamoyo wapate stadi mbalimbali kwa ajili ya miradi ya kimkakati inayokwenda kutekelezwa ikiwemo ujenzi wa bandari? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba nijibu swala la nyongeza la dadangu Subira Mgalu, Mheshimiwa Subira Mgalu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilitenga bilioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa awali wa vyuo hivi vya VETA. Lakini kwa mwaka 25-26 tayari serikali imeshatenga shilingi bilioni 21,262 kwa kwenda kumalizia ujenzi wa awamu ya kwanza, lakini pia kwa kuanza ujenzi kwa maeneo ambayo hayana vyuo hivi vya VETA. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mjibu Mheshimiwa Mbunge kwamba tayari fedha hizo zimeshatengwa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.